Nyuma wameshapumzika mama, kila kitu kimeenda vizuri. Mungu awarehemu. Bila watu walikuwaje? Wote walikuwa wengi mama, lakini kipindi unazika ilihisi kitu cha ajabu mama. Naelimisha nini mwanangu? Wala wangu nikataa kukubali. Nilikuwa naangalia watu wakizika, nikamsikia mchungaji anasema mavuno kwa mavuno, lakini akili yangu ilikuwa nakataa mama. Siamini kuwa wamefariki, sio kama siamini kifo chao, ila siamini kama roho zao zimeenda. Nilihisi kama Alex na Frank bado wako pale wakitutazama kwa macho ya kuuliza, kwa nini umetuzika wakati muuaji bado anapumua? Safari tuloianzisha pamoja ya mimi na wewe imebaki kuwa historia, maana natamani siku zirudi nyuma nielekebishe makosa, lakini haiwezekani. Umeenda mazima, kukuona haijulikani, maana makosa niliyokutenda najutia daima, najutia daima. Nimebaki mpweke, minaugulia na nafsi yangu, siamini kama kweli umeondoka kwenye macho yangu. Najitahidi kurejesha furaha ya moyo wangu. Michael kakangu. Naam. Pole sana kwa hayo unayoyapitia. Najua sio vigumu kuyasahau, lakini inapaswa ujipe moyo. Umebaki peke yako wa kunifariji humu ndani. Najua inakuumiza sana ukimkumbuka dadako Joyce, lakini kuumia kwako unaninyima nguvu kabisa. Nakuomba ujikaze, jikaze kama mtoto wa kiume, na imani tutavuka. Unajua dada, mpaka sasa hivi siamini kilichotokea. Siamini kabisa kama dada sipo naye tena. Nilikuwa nimemzoea sana, alikuwa ananipenda sana dada. Nashindwa kujizuia, nashindwa, inaniuma sana dada. Nilimkumbuka sana dada yangu. Michael, sina neno lingine la ukosii zaidi ya kukwambia simama. Kama kweli unaukumbuka upendo wa dada yako, najua sio rahisi kiasi hiki, lakini simama. Mioyo yetu imebeba maumivu ambayo ni makali sana. Hata mimi kuna muda siamini kama mume wangu Frank ameniacha. Kila nikikaa nikifikiria, nahisi kama vile bado nawaona. Nafsi zao bado zinautesa moyo wangu. Ni kweli nauma, lakini sina namna. Imeshakuwa hivyo. Siwezi kumkufuru Mungu. Yeye ndiye alipanga yatokee haya. Sawa dada, nimekuelewa. Japokuwa ni ngumu kuzoea, ila nitajikaza tu. Basi ni bora ungetoa taarifa mapema, ningejiandaa kuomboleza mapema. Pole sana Michael. Mungu amekupa hili jaribu akiamini kuwa unaliweza, na amefanya hivyo ni kwa sababu tu inabidi umshukuru Mungu na usahau kuwa yamepita.
tayari tumeshawapumzisha. Utakii kila muda kuliwazia mmoja tu. Bado unahitaji kuishi. Amekuacha hai wewe ni kwa sababu, na wao wamekufa kwa sababu. Amini unaliweza hili jaribu. Pambana. Pole sana, na leo unapitia wakati nyuma. Habari afande. Salama tu. Zamida. Safi, nimetii wito wako. Nakusikiliza afande. Hapana Jacqueline. Ofisi ya upelelezi imetaka nikuhusishe kwenye kesi yangu. Kwa sababu mtu ambaye nilikuwa nashirikiana naye kwenye kesi hii amepata changamoto za kiafya. Hivi hajulikani muda gani atarudi kazini. Kwenye zoezi la kutafuta mbadala wake, ofisi ya upelelezi imeona kuwa wewe ni mtu sahihi kuhusishwa kwenye kesi hii. Kwa hiyo kuanzia sasa utakuwa ukishirikiana na mimi kwa kila hatua kwenye upelelezi wa hii kesi. Nimekuelewa mkuu. Na kuahidi kushirikiana nawe bega kwa bega. Nimefurahi kusikia hivyo. Lakini pia nahitaji tupange mikakati ya kupata ushahidi wa kesi hii. Tutaanza kukipeleza nyumba ya Mr. Frankie. Baada ya kupata ushahidi wa kujitosheleza juu ya nini kilitokea ndani ya ile nyumba, tutajua tunaanzia wapi. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa. Ndio nimekuelewa afande. Na hii kazi ulionipa, sidhani kama nitakufelisha. Nikutakia siku njema. Na wewe pia. Habarini za saizi. Salama, karibuni. Kwa majina naitwa Mr. John Paul. Mwakishi kutoka CRDB Bank, pia ni mfanyakazi mwenzake na Mr. Frankie. Tupo hapa kwa ajili ya kuwapa pole. Kwa majina naitwa Mr. Jackson, mwakilishi wa kampuni ya CRDB. Tuko hapa kwa ajili ya kuwapa pole, pia tumeleta rambirambi. Lakini pia tumeleta stahiki za mfanyakazi mwenzetu ambaye ametutoka kwa sasa, Mr. Frankie. Pia tumekuja na mikataba yake pamoja na kadi. Poleni sana ndugu wafiwa. Asante sana. Na pia nashukuru kwa faraja yenu. Hili jambo ni la kwetu sote. Faraja yangu ni kuona namna gani bado mmezidi kumkumbuka mume wangu. Hivyo sina cha kualifa. Asanteni kwa hiyo. Pia karibu. Lakini pia tusiwapotezee muda, naomba tuwakabidhi. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo wa ndani. Ulinikumbatia kwa mikono ya ada, ukaniua taratibu bila tone la damu. Lakini pia stahiki zake zote ziko, maelezo yote yako humu kwenye bahasha. Umenipa kisasi. Asanteni sana kwa huo upendo na uaminifu ambao mmefanya kwangu. Hii inazaidi kwamba namna gani mume wangu alikuwa mkamilifu kwenu. Namna gani alikuwa mchapakazi kweli. Hakika mmekuwa faraja sana kwangu. Sina cha kuwalipa. Mungu awabariki. Karibuni tena wakati mwingine. Okay, sawa. Niwatakie mwe na uvumilivu. Pia mwendelee kutiana moyo. Msifarakane. Ameondoka. Ameacha pengo kubwa sana. Hata kwetu sisi wafanya kazi. Kwa hiyo mwendelee kutiana moyo. Mimi
Sina mengi. Suka nimepambana sana bila ya kaka imani na kuwa masini tane tu kanya tu vipi lakini naye kwa jawabu wako kwanza niseme asante kutarajia kabisa kama itakuwa ni haraka kiasi pia ni kwa hili kitu mimi wala siku kupoteza kwa chochote kile na hii abdusu maite kutumbea yule na modo bidii sana tafadhali yote kwa naomboleza wala hana telo watu na kwamba niangalie mimi ila rafiki yangu awamwi nianua hapa nawaza si namna gani au kuipi tapeleka maji kwa mitara nadhani ni hivyo kwa kamilisha tu mambo yako yakishakaa sawa enda kwa mitara Lodi bwana, hilo sikupe wasiwasi. Nadhani taratibu ambazo tumebakiza hapa nyumbani ni kuanua matanga tu. Ila nakuhakikishia, tutakapomaliza taratibu hizo, tukaanua matanga. Mimi sitakuwa na muda tena wa kupoteza. Lazima nitakutafuta, taitia kwa mtaalamu. Lakini ndine hatuna muda mrefu sana wa kuongea mahali hapa. Mimi naomba fanya kwenda. Alafu mimi taratibu tutakuwa tunawasiliana tena simu. Ngoja kwanza. Ile siku ya mazishi Benny alikuwa anakuangalia. Usiniambie hajatoka. Wewe tena. Umbea huo. Sasa hicho kilichokuleta. Hayo mambo mengine tutazungumzia baadaye. Kuhusu Benny utanitaulisha hata madili ya sawa fanambo ondoke. Sio ga faida huyo. Kashapata chake. Najilaumu kwa kila ishara niliyopuuza, kwa kupenda kupita kiasi bila kuuliza. Tumaini likanyonywa na kumbukumbu, ndoto zikazikwa kabla ya kupumua. Moyo umechoka kuomba rehema, machozi yakauka, giza likatawala. Sasa kisasi si chaguo, ni hatima. Moyo umechagua njia isirudi nyuma. Dada, maji yako hayo. Hivi unakisikia ninachokizungumza? Ninakutuma kuniletea haya maji. Na hayo mazoea yameanza lini? Dada Monica, mbona sielewi nimekosea nini? Umesahau maji yako hapa. Nimechukua tu nimekuletea, sio kwa nia mbaya. Sasa nimefanya kosa gani? Unajua ulichokifanya? Aliyekupa mamlaka ya kuyashika hayo maji ni nani? Hivi unajua hayo maji yanamwingaika?
Fika sehemu utambue mipaka yako humu ndani. Chochote unachokifanya, jua upo chini yangu na usijisaulishe upo kwangu. Na hisi hujawahi kuniona hata siku moja nikiwa katika hali hii. Ukiona hivyo, jua kuna kitu umenikwaza pakubwa sana. Na haya maji kwangu yana Michael. Unajua, nahisi tu siposta hapa. Nisamehe sana kakaangu kama nimekukwaza. Na kama nimekukaripia kwa ubaya, nisamehe. Nahisi tu ile hali ninayopitia ndio inanifanya niwe. Ni hivyo tu, nisamehe. Lakini leo imekuwa iha. Umebadilika kabisa ghafla tu, sijaelewa. Michael, najua si rahisi kunielewa na maisha mimi. Na unaweza ukaona hiki kitu ni kidogo sana kwako. Lakini nielewe tu ninachokimaanisha. Si kwa ubaya. Ila mimi mwenyewe sijielewi kwa nini nilikuwa hivi. Lakini wewe ndio umebaki kwa fahari kwangu. Samahani. Usinielewe kwa ubaya wala usichukulie kwa ibaya. Mimi ni dadako. Na hapa nyumbani ni kama kwako ndani. Naomba uwepo. Basi sawa dada, nimekuelewa. Lakini kama kuna sehemu nimekukwaza, utanisamehe. Asante. Mimi nahisi mambo niwe nikapumzike siku sawa. Basi. Wachawi na nafikia takoma leo, kwangu ni sasa tu. Karibuni. Binti. Karibuni sana. Ndio agizeni maji meta. Ndio mtaalamu, tumekuja nayo. Wameisha. Washiraga abadogo bayo. Hizo nafsi zimefungwa tayari. Binti, tatizo lako limeisha. Hapa ndio kwa mganga Kipompo. Hakuna mganga mwingine. Umecheza kama Pele hapa. Binti, kuna sharti moja tu.
ambayo ishatukosea tusijuane. Utakiwa kukutana na mwanaume kimwili ndani ya siku 14. Napenda kumshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa nilipo, si kwa uwezo wala akili zangu, bali ni neema yake. Kuna wakati nilichoka, nikakata tamaa kwamba sina haja ya kuishi, lakini kulingana na uwezo wako Mungu na kushukuru sana. Mungu wangu umeniheshimisha mimi Chachi Boy, asante Mungu wangu. Pia natoka shukrani zangu kwa timu